Habari gani mpenzi mtazamaji wa kipenga cha mwisho, ule muda wetu wa kupitia sheria mbalimbali za soka ambazo zinatumika hivi sasa katika kusimamia mchezo mzima wa soka, ndo muda wake. Na kama ilivyo kawaida yetu, leo nipo tena hapa na mwalimu wangu Hemed Mteza, lakini pia na mwenzangu Simon Mbelwa. Kwa pamoja leo tumewaandalia kipindi ambacho kinaenda kutoa taswira ya nini mtazamaji wangu anategemea kuona katika mechi ya dabi ya Ngao ya Jamii ambayo inatarajiwa kuchezwa siku ya Jumanne katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tunafahamu kabisa shauku imekuwa kubwa. Jana tuliona ni mchezo wa Simba Day. Kesho tuna mchezo wa wiki ya mwananchi, Yanga dhidi ya Bandari kutoka Kenya. Lakini all in all ni maandalizi ya kuelekea katika msimu mpya, na msimu mpya pazia yake hufunguliwa kupitia Ngao ya Jamii. Basi leo tumeamua kwamba tupitie baadhi ya matukio kwa sababu maswali yamekuwa mengi. Kuna mabadiliko na maboresho ya kanuni za soka zimefanyika kuelekea katika mashindano yetu. Moja hapo ni pale shirikisho ama bodi ya ligi itakapoamua kuleta uamuzi kutoka nje kuja kuchezesha pambano fulani. Nimemleta mwalimu wangu Hemed Mteza ambaye yeye mwenyewe anawaandaa waamuzi wetu hapa ndani, lakini yupo na Simon Mbelwa ambaye pamoja na mimi tunajua adha ya kuandaliwa, walimu wetu wanategemea kitu gani na nini tunachokitegemea katika mchezo wa dabi. Karibuni sana. Asante sana. Shukrani sana. Ni jioni nyingine. Hakuna tatizo. Hali ya hewa kama mnavyoiona safi sana, imetulia, au sivyo? Sahihi kabisa. Na jana tuliona mechi ya Simba Day kati ya Simba na Gor Mahia. Kesho tunaenda kuona Yanga na Bandari kutoka Kenya. Lakini yote hii kama nilivyotangulia kusema ni maandalizi kuelekea katika msimu mpya, na msimu mpya utafunguliwa kwa mechi ya dabi kati ya Yanga dhidi ya Simba, au sio, siku ya Jumanne. Sahihi kabisa. Naamini kabisa mko tayari kabisa kuweza kutoa mchango wenu kuelekea kwa waamuzi ambao wataaminiwa na kupewa mechi hiyo. Karibuni sana. Asante sana. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea moja kwa moja tunaingia darasani. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na moja kwa moja tunakupeleka katika uwanja wetu kuweza kuangalia nini tumekuandalia kwa siku ya leo. Mwalimu Hemed Mteza, Labek, hakujawahi kupita dabi bila kukosekana maoni ya wadau, washabiki, wanachama, viongozi na kadhalika. Maoni ambayo huwa mengine yanajenga, lakini mengine yanampoteza mtu. Hapajawahi kuwa na dabi ambayo watu hawataki timu yao ikapata matokeo yaliyo bora. Wewe pia ni mmoja kati ya viongozi ambayo unaenda kucheza hiyo dabi. Nadhani unanielewa nikikwambia unaenda kucheza hiyo dabi, kwa sababu wewe ni mkufunzi wa waamuzi ambao tunatamani wachezeshe hiyo dabi. Nini maoni yako kabla hatujaanza kuangalia matukio kadha wa kadha?
kuhusiana na, je, unadhani waamuzi ambayo wewe umewaandaa kwa kushirikiana na wakufunzi wengine pia na wale ambao tunawaleta, nini maoni yako juu ya hili? Wewe unategemea kipi kifanyike hapa? Mimi nategemea kwamba wachezeshaji wote, sio dabi tu, hata michezo mingine, wanatakiwa wawe makini kwenye kazi yao kama tulivyowafundisha sheria 17, ili kusiwepo malalamiko ambayo hayana msingi kutoka upande wowote katika zile timu ambazo zinacheza. Na matarajio yetu ni kwamba wale tunawafundisha wapate maendeleo, waende mbele zaidi, na ndio furaha ya mwalimu. Sasa kama mtu atachezesha jinsi anavyoona yeye, na mpira hauhitaji hivyo. Mpira unahitaji sheria na kanuni na taratibu zake. Nje ya pale lazima malalamiko yatakuwepo. Haina maana kwamba refari akichezesha hatawe mzuri gani, hapa atakuwa na malalamiko, lakini malalamiko yale ambayo yanaweza kukubalika, na mengine malalamiko hayawezi yakakubalika. Vitu hivyo ndio havitakiwi. Tunaomba waamuzi wawe maskini, waconcentrate kwenye kazi zao na jinsi walivyofundishwa, kwa sababu mpira wa miguu ni furaha, that means enjoyment. Kwa hiyo kila mtu, mchezaji, washabiki, watazamaji, akitoka kwenye mchezo afurahi, hata kama timu yake haikupata matokeo ambayo ilitarajiwa. Simon. Naam. Umesha kuwa mwamuzi bora wa msimu wa ligi kuu ya Tanzania. Ndio. Pressure ambayo tunakutana nayo katika msimu mzima mpaka unakuja katika waamuzi takriban 30 wa katikati, anatokea Simon Mbelwa na anachukua tuzo ya mwamuzi bora. Unadhani hizi pressure za dabi wewe ulikuwa unakabiliana nazo vipi? Kazi mimi nikwambie tu, kimsingi ni wewe mwenyewe unavyojijenga kisaikolojia kulingana na mchezo uliopangiwa. Cha kwanza unatakiwa kwanza ujiamini, lakini kujiamini udurusu na sheria, lazima upitie sheria. Pressure yake inakuwepo zile mechi za mwanzo, lakini ukishapata mechi kubwa 2-3 utakuwa mwamuzi mzuri ambaye umenyooka. Sasa niseme mwamuzi kwanza unataka ujiamini, uwe na confidence na uijue sheria ya kutafasiri ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ukipata michezo miwili mikubwa 3 unakuwa mwamuzi mzuri, lakini ufate mafunzo ya wakufunzi ambao wamewafundisheni. Mimi nishukuru kuona kamati ya waamuzi na Mwalimu Sudi bila kupepesa macho. Afu yuko wahi kwenda huko bana. No, na imani waamuzi watakwenda kujengeka vizuri sana. Lakini ndani ya kamati na assistant wangu pale Samuel Mpenzo ameshika flag, mimi nikiwa mwamuzi namfahamu vizuri. Kwa hiyo nitaka kusema kwamba tunategemea kuona waamuzi wakienda kutenda haki, kuona yale yaliyopita nyuma kwenye ligi yetu yasitokee tena msimu huu. Tunategemea kuona msimu bora, na chini ya kauli ya rais wa TFF amezungumza ana masiara mwaka huu. Kwa hiyo ni jinsi gani waamuzi wanatakiwa wajijenge kwenye sheria, kufuata taratibu za mpira na kanuni za ligi. Kabla hatujaendelea na hatujatoa maoni yetu kwa ujumla, Ndio. kuelekea kule mwisho, kuna matukio ambayo yamezoeleka
Sawa, tuanze na hii. Naomba mtizame kwa umakini. Jambo dogo ndio hupeleka mwamuzi wakati mwingine kushindwa kutoa maamuzi makubwa kwa sababu ya kulea vitu vidogo kama hivi. Hapa katika hii tukio kuna shida gani? Mwalimu, nikuulize, mpira umepigwa kichwa, umeenda kwa goalkeeper, Ndio. umeenda chini. Ndio. Wakati mpinzani anaufuata, goalkeeper anauvuta huo mpira kwa mguu, then anaukamata. Kuna shida gani hapa katika hili tukio? Kupoteza muda. Kivipi? Goalkeeper aliudaka mpira ule, akausogeza kwa mguu taratibu, alafu akaushikilia hapo chini, na ndio maana kwenye maboresho ya sheria ya mwaka huu wameweka kiwango ambacho goalkeeper anaweza kuwa na mpira zisizidi sekunde 8. Sawa. Alafu kuna vitukio vingine vidogo vidogo vimetokea pale. Wachezaji mmoja alikuwa anamzuia mchezaji mwingine asifuate mpira, mwingine kabla ya kupiga kichwa alimsukuma mchezaji ili apate nafasi ya kupiga kichwa. Sasa vitu kama hivi vinatakiwa viangaliwe kweli kweli na waamuzi wetu. Kuna kitu kimoja mimi hapa nakiona mbele, sio kama umekiona. Nimeona. Kitu gani? Nimeona kati ya Mkwala na nani huyo? Baka. Na Baka. Kuna heka ya mikono, heka la mikono, kuzuiana nini, yaani mikono imepanda juu kama wataka kupigana nani viwiko hivi, unaona kuna heka hapo, unaona hiyo kutishana, unaona kuzuiana. Sasa unaona, kwa hiyo hilo nalo pia mimi bado kuna kitu kingine nimekiona. Angalieni mpira baada ya kupigwa kichwa. Baada ya kupiga kichwa, goalkeeper aliumiliki au hajaumiliki? Okay. Kabla ya kuachia Aliumiliki. Aliumiliki. Under control. Si aliumiliki? Yeah. Si aliudaka? Na muudaka. Kisha akawachia. akawachia. Kisha akaucheza kwa mguu. Kwa mguu. Kisha akaenda akaudaka. Hiyo ipo sawa? Haipo. Haipo sawa sawa. Haipo sawa sawa. Ndio maana nilianza kusema unapolea vitu vidogo vidogo unashindwa kuja kutoa maamuzi kama haya wakati mwingine. Mimi haya matukio nitayakusanya sana tu haya, kwa sababu huu ndio mwanga wa soka yetu. Mechi hii ndio inayotoa mwanga wa soka yetu. Sisemi kwamba timu zingine mechi zao hazina mwanga, lakini it is very black and white kwamba mechi ya Simba na Yanga attention yake, treatment yake ni kubwa kuliko mechi yoyote. Kio. Au sivyo? Yes. Ndio showcase ya mpira wetu. Sahihi. Sasa tukio kama hili, deliberate holding, this is not tripping. Am I right? Yeah. Hii sio tripping. Hiyo ni holding. Hii ni holding. Yeah. Amemshika mguu. Au sivyo? Ndio. This was clearly supposed to be a penalty.
unaacha kutoa kitu kama hichi, then unakuja katika tukio hili. Sitaki mtu aseme bana ulileta za upande mmoja, nimeleta zote. Incident kama hii sio hii ilikuja pamoja na replay. Mimi naitaka hii hapa. Unaacha kutoa haya maamuzi. Why? Because tunalea vitu vidogo vidogo. Naomba utoe suggestion yako from the whistle go. Sitaki tuchukue in comparison mechi ya mwisho ya dabi jinsi ilivyochezeshwa. Hata kabla ya mechi ya mwisho ya dabi iliyochezeshwa na waamuzi kutoka Misri, kuna mechi za Simba na Yanga zilichezeshwa kwa ustadi mkubwa hapa hapa kwetu. Kweli sio kweli? Kweli. Wala ina ubishi. Nini tunachokitengeneza kuweza kumshawishi mwamuzi anayekuja kesho kutwa kwamba asahau kwamba mechi ya mwisho ilichezeshwa na nani na waamuzi kutoka nje? Ameaminiwa Sadim Rope kapewa kipyenga kwa mfano, ameaminiwa ndugu yetu kutoka Morogoro Tarani anajiita Corina wa Morogoro, mwembamba mrefu hivi nani anaitwa vijana bana, linatoka kidogo jina lake. Yuko vizuri lakini anaaminiwa anapewa. Wale mmemkumbuka jina labda? Hapana, ningewatajia tu. Ametoka kidogo. Kabla kipindi hakijaisha najua nitamkumbuka. Ana misimamo yake, akiona tukio anaenda anamvaa nani hii mchezaji, anatoa maamuzi yake akiwa amejiamini. Wengine waige yapi? Kwa mfano natakiwa waige mambo mazuri. Natakiwa waige mambo mazuri. Ni kwamba kama tukio limetokea, kama referee unatakiwa lazima uende ukawaelekeze waamuzi kwamba umefanya hivi, adhabu yake ni hii hapa, na ikiwezekana utakaporudia tena adhabu itakuwa ni kubwa na kali zaidi kushinda hii. Tunajua kwamba maamuzi ambayo yanatolewa katika mechi yoyote ile yanaziathiri timu kwa kiasi kikubwa tu. Katika zunguka yangu wiki iliyopita nilienda Kibaha, nilikuwa na jambo fulani pale, nikakutana na mdau mmoja mkubwa wa kipindi cha Kibanda. Nilikuwa na Mbelwa, tulikuwa na Mbelwa pamoja. Kuna sehemu moja panaitwa Costmart Supermarket. Kuna washabiki 4 hadi 5, kama 5 hivi, walitufuata pale. Mmoja wao ndo huyu anaitwa James Kitali. Mdau wa kipengele. Bana ulishamsahau. James Kitali akaja akaniuliza swali moja ambayo majibu yake tutampa baadaye, but pia akawa anatupa maoni yake juu ya performance ya waamuzi jinsi wanavyo. Alichokisema hebu nani Mbelwa, hebu sema wewe.
Alichokisema nisongee sana mimi. Alichokisema mwalimu na kazi, yani alisema kwamba kuna makosa yanatokea kwenye D, kwa maana ile alama ile pale D, alama ya D, penalty arc. Anasema yeye ni penalty yake, wanaacha kutoa penalty. Sisi tukamwambia hatuwezi kukujibu hapa, tutakujibu kwenye kipindi leo usiku. Anatuangalia live sasa hivi hapa, kwa hiyo anapotuangalia atapata majibu. Kwa hiyo mwalimu tukamwambia majibu utayapata darasa la kipenga cha mwisho muda huu wa saa 4 ambao tuko kwenye kipindi, na najua sasa hizi anakiangalia kipindi. Je, ili swali mwachie mwalimu tu amalizie, tutakuja naye baadaye. Asante sana. Kwa sababu na maswali mawili, moja hii ambayo tulikutana na dau wetu James Kitali, lakini pia nilipigiwa simu 3-4 hivi. Kuna kipindi kinaruka ndani ya nyumba hapa kinaitwa Watoto Shangwe. Kuna siku nilienda kuchezesha mechi ya watoto shule moja inaitwa Malaika Schools, walikuwa na sports day yao, nikaenda kuchezesha mechi kule. Sasa kumbe kuna tukio lilitokea, mimi niliona kawaida, lakini nikashangaa kile kipindi kilivyoruka, napigiwa simu, kazi inabidi tukulete na wewe kwenye kipenga cha mwisho. Kaambia kivipi? Wewe umechezesha mechi ya watoto kule Malaika? Nikaambia ndio. Kuna kosa limetokea huku, hiyo anaongea na hiyo simu, kuna simu nyingine ikaingia, ikabidi baadaye nipige ile simu nyingine. Wakati naongea na simu akanipigia watu watatu. Pale nasema hao wanaangalia pamoja au? Kwa hiyo ya penalty arc pamoja na ile ya mtoto kuanzisha mpira tutakuja nayo baadaye. Mwalimu, mimi leo nataka uvae ile sura ya ualimu ambao unakuaga nayo darasani. Unajua Mwalimu Hemed Mteza tunayekuaga naye darasani na ambaye anakuaga kwenye TV ni watu wawili tofauti. Hebu naomba uvae ile sura ya darasani. Usimwogope mwanafunzi wako huyu kwa sababu kavaa suti. We umenivalia t-shirt moja maridadi kabisa pamoja na soibangu. Mimi mwenyewe natamani nivae kama ulivyovaa wewe leo. Ndio. Hebu tupe ile sura ya nani, kwamba kuna kitu gani tunachokikosa kuwaaminisha waamuzi wetu. Umeona hukumu haipo, acha, ondoka. Hujaona, shirikiana na wasaidizi wako. Naomba uvae hiyo sura. Sura nitaivaa kwa hivi. Majina yale mawili Simba na Yanga yako tofauti kabisa na majina mengine. Sasa unapopoa mchezo ule Simba na Yanga, kidogo kila mtu anakuwa na wasiwasi. Kila mtu anakuwa na wasiwasi. Lakini sasa kama mazuri, sasa wenzetu wanafanyaje? Ni kwamba kwenye michezo ile ya cup final ndio au michezo ya dabe, ndio wale waamuzi huwa wanawekwa kwenye darasa. Ndio hii darasa. Wanaweka darasa. Tuwaweke darasa. Kuna vitu ambavyo wanatakiwa kwenye mchezo huo wakajikumbushe. Mbelwa, umeona sasa? Sasa kavaa sura ya ualimu. Naam. Kaamua kuitoa ile notebook yake. Nimeona. Kwa sababu huyu ndio Hemed Mteza nayemjua mimi. Nimeona. Sawa, tuendelee. Nimeona. Kuna vitu ambavyo wanataka kujifunza. Ni kwamba cup finals mechi inakuwaje? Wataalamu wanasema, nitazungumza kwa Kiingereza kidogo kwa sababu lugha kidogo ya Kiswahili inakuwa ngumu. Kipindi cha kwanza unapokuwa na mchezo huo, wewe kama instructor
waelekeza waamuzi wako watakayechezesha ni kwamba kwanza utasema to explore and develop the importance of teamwork. Kwanza kuna teamwork kati ya teamwork yani waamuzi wawe na wenyewe wawe na teamwork. Alafu sema jambo la pili wanasema to build on existing experience yenu mnaitengeneza vipi kwa ajili ya mchezo huo. Okay. Ya tatu to develop new skills and team when to apply them. Hizo new skills lazima mzidevelop na mnakwenda kuziapply vipi. Unaposema mnazidevelop, what do you mean? Unamaanisha nini hapo? Kwa sababu wewe utakuwa na kitu fulani na mimi na kitu fulani na mwenzangu na kitu fulani na kitu fulani, yote yule mnachanganya, alafu mnakwenda namna ya kutumia kwenye mchezo huo. Alafu nyingine muhimu zaidi, mna establish cooperation ya kwenu. Twende tukapata mapumziko mafupi. Tutakuja, nilikuwa natafuta engo ya wapi tuje tuanzie kipindi cha pili. Cooperation, the most instrumental part of officiating. Bila cooperation hamwezi kufanikiwa. Tupata mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kwenye cooperation. Kipindi cha pili cha kipenga cha mwisho kinaenda kuanza kwa kutizama cooperation kati ya timu ya waamuzi. Wanakuwepo waamuzi 4 pale uwanjani. Cooperation kati yao inakuaje? Lakini sasa hivi cooperation imezidi, imevuka mipaka, imeenda paka kwenye chumba cha VAR. Hapa kwetu bado hatujaanza kuitumia hiyo, but tutaangalia cooperation ndani ya uwanja kati ya wale waamuzi 4 pamoja na match commissioner wao. Tusimwache. Au sivyo? Sahihi. Na kwa sababu tumeanza tumemgusa match commissioner, kuna kitu kimoja mimi najiuliza. Tunaona mechi za kimataifa zikichezwa na za kwetu, kuna tofauti moja naiona. Kabla ya mechi kuanza, kuna kuwepo na ile group photo ya team referees na team captains. Halafu hapa kwetu utamwona match commissioner anaenda pale. Kuna siri gani katika hili match commissioner? Kwa sababu ukiangalia kwenye michuano ya kimataifa unaona ni picha kati ya referees of the game pamoja na team captains. Swali hilo gumu kujibu kusema kweli. Au ni kwa mujibu wa kanuni? Kanuni zipo. Lazima kutakuwa na mechi. Kwa sababu nachofahamu mimi sheria zinafanana, but kanuni zinatofautiana za nchi na nchi. Sawa, kwa sababu sheria zinafanana, kanuni zinatofautiana. Match commissioner anakuwepo kwenye mechi hata za kimataifa, pamoja na hayo kunakuwa na referee assessor, unaona? Yes. Ambaye anatathmini uwezo wa waamuzi kiwanjani pale. Ndio. Alafu kuna general coordinator, msimamizi mkuu wa overall in charge wa shughuli zote za siku hiyo. Sawa sawa. Kuna medical personnel, kuna security, lazima kuwepo uwanjani. Hawa wote wanaingia kwenye ile team ya officials. Au sivyo? Ndio. General coordinator. Na ndio na majukumu mengi sana sasa. Referee assessor, police security.
security. Hai. Hii clip imecheza sana. Ngoja tuibadilishe. Naomba nichukue hii. Within 30 minutes ya mchezo wa dabi hii kuna incident 2 za penalty zilishatoka. Incident 2 za penalty zilishatoka ambazo hazikuhukumiwa. Ilikuwa ni tension ya mechi, labda mwamuzi ilikuwa imemvaa, au unadhani ni nini kilimtokea? Mwalimu Teza. Unajua foul, FIFA wanasema foul ni kitendo ambacho kinafanywa na wachezaji ndani ya kiwanja cha mchezo wakati mpira ukiwa mchezoni. Sasa mtu mwingine haelewi hiyo, lakini kuna wenye sheria zao Waingereza wanasema kwanza foul lazima uione, must see it. Yes. Ukishaona alafu unaitambua, una recognize. Baada ya kurecognize alafu una think, unafikiri. Ndio. Hatua gani itachukuliwa baada ya hapo. And then baada ya kufikiri na kuchukua hatua una act, unafanya action. Katika action kwanza kuna sheria. Baada ya sheria unakuja kwenye adhabu, punishment. Alafu kwenye punishment vile inawezekana kutokea na misconduct. Kinachofuata ni swali kwako. Katika action. Kinachofuata baada ya action? Kuna baada ya action kuna nini? Kuna sheria. Kwanza unaangalia sheria. Okay. Baada ya sheria punishment yake ni nini? Na kama kwenye punishment vile kunawezekana kutokea na misconduct, utovu wa nidhamu. Mbelwa. Yeah. Umesikia mlolongo. Yote haya unaamua ndani ya muda gani? Uone. Ndio. Utafakari. Ndio. Uhukumu. Ndio. Kisha misconduct kwa Kiswahili? Misconduct. Kuchukua hatua. Utovu wa nidhamu. Utovu wa nidhamu. Juu ya utovu wa nidhamu. Ndani ya muda gani una tafakari? Sekunde 10? Yaani kazi kwenye ya. Sekunde 10? Yaani kwenye sekunde 10 hadi na something kidogo. Kwa sababu hapana. Sikiliza kazi. Ngoja. Kwa mfano tukio lilotokea hapo. Yes. Utafikiria for 10 seconds. Ndani ya sekunde 2 tunatakiwa uwe umeshaamua maamuzi. Kwa sababu si upo unaona. Umeelewa kwa nini nimekataa sekunde 10? Nimekuelewa. 2 seconds yenyewe ni nyingi. Umeona? Wakati unapuliza tayari ushajua handball nafurika. Ndio hizo sekunde 2. Kasukuma. Sekunde 2? Sekunde 2 tu. Tukio hii kwa sababu mpaka hapa hamna foul. Hapa ndio foul imeanza. Sawa? Mtu na hapa tumeweka slow mo. Ngoja tuangalie original clip. Hii hapa. Kaondoka, hakuna foul, anakwenda hapo. This is only 1 second. Ile uvunjifu wa sheria ni ndani ya sekunde moja. Sawa? Sasa, kwa nini nimeileta hii kwa maana hii? Hii tukio wakati inatokea kuna matukio mawili, kuna vitu viwili hapa vya kutizama. Position of the referee, position of the assistant referee. Referee aliamua kubaki nyuma. Sawa? Assistant akaamua kwenda naye. Kwa jinsi mimi ninavyoona hii hapa, nilitamani Kayoko kutokana na kulikuwa na msuguano gesture sana.
Hii tunaweza kuita gesture, sio gesture hii. Gesture no. Not gesture. Kuna nani hii? Kuna harassment ya. Nilitegemea angeweza kuingia ndani. Angeingia ndani ya penalty area. Kulikuwa na kosa. No. Mradi tu asiingilie eneo au mpira unaweza ukapita. Kwa hiyo cooperation hapa sasa ndipo napotaka tuiongelee. In this scenario, was there enough cooperation? There was no cooperation. Hapana, hamna. Kuna cooperation hapa? Haipo. No. Haipo kwa sababu wangekuwa na cooperation kungetokea kitu. Maamuzi yangebadilika hapa. Yeah. Au sio? Yeah. Kwa hiyo tunataka tuone cooperation kati ya mwamuzi na wasaidizi wake. Wasaidiane kuweza kuamua vitu kama hivi. Na cooperation ni kazi. Mimi nikwambie tu, wakati sisi tunachezesha. Yeah. Kabla hujakwenda unafanya cooperation na mwenzio. Yes. Wakati umefika unalala unafanya cooperation na mwenzio. Okay. Asubuhi mnatoka kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo mnafanya cooperation. Kwamba mimi nitaamua maamuzi haya. Dio. Eneo hili, wewe likitokea eneo hili nisaidie. Subiri. Hapo. Unaposema upo sahihi. Ni kona kwenye lango la timu A. Ndio. Mpira ukaondolewa. Wakati kona inapigwa kwenye lango la timu A, referee position yake ipo wapi? Atakuwa yuko mbali sana. Atakuwepo ndani ya karibia na penalty area. arc. Pale kwenye penalty arc ile hii nusu duara. Ndio. Au sivyo? Yeye atakuja atakaa kwenye hii engo. Why? Huu mpira ukiondoka si unakuja huku niweze kumove. Kama utaingia goli nitauona. Kama kuna uvunjifu wote nitaona vizuri. Kwa hiyo pale aliposimama Kayoko. Hapa. Hii ni sehemu sahihi wakati hata wa upigwaji wa kona. Sawa? Eneo hii hapa kuelekea kwenye penalty. Kwa nini tusimpe task assistant referee wa upande wa pili? Kwa maana ikitokea mpira umepigwa counter na mtu akachezewa foul na mimi niko nyuma, kwa sababu obviously hatuwezi kushindana na speed ya mpira uliopigwa kwa kasi. Uwezi. Kuna haja kupeana limitation. Bana, wewe utahukumu huku, mimi nitahukumu huku. Huoni kwamba ukifanya hivyo unaweza kusababisha kwenye counter yule akasema bwana wewe si ulisema nikuachie wewe? Akaza kazi hapo. Am I right mwalimu? Uko right. Ndio kuna tukio moja lilitokea Arusha. Referee mmoja miaka ya nyuma kidogo. Okay. Alisema makosa yote ndani ya eneo la penalty niachieni mimi. Sasa bahati mbaya au nzuri likatokea kosa ndani ya penalty area. Unaona? Na yeye referee alikuwa mbali. Kibendera alikuwa karibu. Kaiona na akakaa kimya. Unaona? Baadaye kulikuwa na malalamiko kweli juu ya tukio hilo. And then mpira ulimalizika. Sasa ulipomalizika watu wakapeleka malalamiko yao. Sasa wale waamuzi na viongozi wakaitwa, ilikuwaje? Linesman akasema sasa hivi ni marehemu. Alikuwa marehemu mwamuzi msaidizi. Alikuwa marehemu Malipula. Akasema bwana, mimi hata mimi niliambiwa na referee kwamba ndani ya penalty area sio shughuli yangu, ni shughuli za referee. Basi ule msalaba ulibakia kwa referee. Tena alikuwa mkubwa, referee wa FIFA, huwezi kuamini. Okay. Next day wakampa tiketi yake ya kurudi nyumbani. Mashindano yalikuwa ya kituo. Arusha. Sio AICC Cup kweli. Referee mwenyewe alikuwa mtu wa Singida kule sasa.
Sawa. Kwa hiyo cooperation ni kitu moja muhimu sana. Tunatakiwa kuzingatia sana cooperation. Sasa naomba nianze kutizama hii hapa. Tumeongea sana upande wa referees. Sasa tunaenda kuangalia upande wa assistant referees. Na hii tukio moja muhimu sana. Maamuzi ni kitu muhimu sana kutoka kwa kila mmoja wetu. Hii ni uhodari wa Djigui Diarra, aliweza kuokoa hii, ama sivyo kama hii goli lingeingia, nadhani kungekuwepo na maongezi mengi sana hayo ambayo tunayasema, malalamiko mengi sana. Wakati pasi inatolewa na Budo, Ateba alikuwa ameotea, right? Yeah. Lakini Djigui Diarra alifanikiwa kuokoa hii. Double save alifanya hapa. Hii moja. Nyingine, yeah. Tunapohukumu foul, tuwe na uhakika na jinsi tunavyohukumu foul. Hii aliyecheza foul hapa ni nani? Belwa, hebu twende na wewe. Aliyecheza foul hapo ni Msonda. Nani? Musonda. Msonda. Ya, si mpira huko kwenye himaya ya mguu unapeleka kichwa makusudi. Sasa unapeleka kichwa makusudi ili iweje? Hebu itolee maelezo vizuri. Yani, uko kwenye himaya ya mguu. Yani uko himaya ya mguu wa mchezaji opponent, kwa maana mchezaji wa Simba. Aha. Mpira wa kucheza na mguu, wewe unaenda kupeleka kichwa kwa makusudi. Maana yake wewe umekusudia kuiomba foul. Unaiomba. Unaiomba pasipo sababu ya msingi yani. Umeona eh? Kwa hiyo Msonda pale hakustahili kupeleka kichwa yani. Umeona, alistahili na yeye apeleke mguu. Kwa hiyo itakiwa iwe foul, lakini foul ya kwenda kwenye goli la Msonda. Mwalimu. Is it so? It's so. Ni dangerous play. Mkumu aliyenyanyua mguu. Mguu tayari, mguu alishanyanyua hata mapema. Yaani ilikuwa ile ni haki yake ya kunyanyua mguu. Sasa yeye kachelewa, kapeleka kichwa kwenye mguu. Na ule mguu ungeweza kumvunja, ule kichwa kingeweza kumvunja mguu wa nini? Tusitaki kuleta story ya gari imegonga treni. Treni ikiwa katika reli yake, katika motion alafu kimbia mtu kagonga treni. Kosa linakwenda kwako. Ndio hii. Tumuulize labda nawe kazi. Na wewe tukuulize, wewe pale ungefanyaje kazi? Ningeachia mpira uendelee. Ungeachia mpira uendelee. Kwa sababu angalia, mpira nani ameuondoa. Sawa? Yeah. Kwa hiyo ni shambulizi lilikuwa linaenda. Sasa katika kufunga ukurasa wa mechi ya Simba na Yanga.
Mimi naomba niseme jambo moja, natoa experience yangu ndogo. Mwaka 2006 tarehe 26 Machi, mimi kuna mechi ilichezwa Machi 28 uwanja wa Uhuru. Tarehe 26 usiku nilipigiwa simu na baba kutoka Arusha. Nilibadilisha namba yangu ya simu kuelekea mechi hiyo. Sikutaka mawasiliano na mtu yoyote tofauti na familia yangu, babangu, mama yangu, mke wangu, basi hao watu watatu. Mimi ndio nitaka niongee nao. Sasa kumbe kuna watu walikuwa wananitafuta, kila ukipiga simu namba haipatikani, namba haipatikani, namba haipatikani. Wakaenda nyumbani usiku takriban kwenye saa 3. Baba akanipigia simu, bwana, kuna marafiki zako wanataka kuongea na wewe. Wale marafiki walinitia jazba kubwa sana siku ile. Na nini? Kwamba tunajua uwezo wako, tunataka uwaonyeshe watu uwezo wako. Kwa hiyo nilipata jazba ya kutaka kuchezesha kwa ari kubwa. Babangu kabla ya hapa walikuwa hajawahi kuingia mpirani hata siku moja. Nikamwambia baba, nakuomba baba, kama unaweza kuja naomba uje. Kama nitatereza kwenye mechi nitereze mbele yako, kama nikupaa nitapaa mbele yako. Mwalimu, unakumbuka mechi baba? Nakumbuka, na mchezo ule nadhani uliumia kidogo, ikabidi uwaite first aid mguu wako. Yes. Nilishikwa na muscle cramps dakika 20 za mwanzo, lakini nilienda na ule mchezo mpaka mwisho, na Mungu alinijalia kwa sababu nilikuwa na jazba siku ile. Nikasema leo nitawaonyesha watu uwezo. Mimi ni waombe waamuzi watakaopangiwa kuchezesha dabi hii. Yeah. Naomba mimi kama kaka yenu munionyeshe uwezo wa waamuzi wa Tanzania. Mtuonyeshe Tanzania tuna marefari wa kuchezesha dabi. We don't need referees watoke wapi kuja kuchezesha dabi yetu. Yeah. Hii ni dabi yetu, tuichezeshe sisi kwa uwezo, kwa weledi, kwa mafanikio. Yeah. Uwezo wa kuepuka haya makosa madogo madogo tunao kabisa. Ule mchezo sisi ndio wamiliki wa ule mchezo, au sivyo? Sahihi. Tuchezeshe sisi kwa mafanikio. Am I right? You are right. Jazba ya mwaka 2006 leo naitoa leo. Right. Haya. Mtanihukumu nyie. Naomba mnihukumu nyie kwenye hii tukio. Naomba muangalie vizuri. Si kiofu bana hiyo. Sheria namba 8 hiyo. Mwalimu, kuna kosa gani hapa? Sasa nimepigiwa simu 3 hapa. Simu 3. Hakuna kosa hapo. Mpira uko mchezoni. Kabisa. Inakuwaje hapa hamna kosa? Kwani lazima umfikie mpira umfikie ndugu? Mpira umeshaanza uko mchezoni. Ukishatembea tu umeshaanza. Na di yenyewe unaiona. Tufanye di ni kubwa. Kamera ndio imechukua nani? Hakuna kosa hapo. Kuna mtu alisema vurugu nzima alifanya mtu mmoja anaitwa Gilbert Johannes. Amea kazi, tuna mechi yetu tunataka uje uchezeshe wewe. Hii ni na kwa nini mimi nilikubali kwenda kuchezesha hii sports day? Wakati sisi tunasoma primary, vitu kama hivi vilikuwa vinafanyika sana. Niwapongeze sana Malaika kwa kuwa na sports day ya shule. Siku hizi michezo ni ajira. Right? Right. Michezo ni ajira.
tunatengeneza vipaji huku. Kwa hiyo niwapongeze sana. Wakati huo unacheza ulikuwa wakati wa giza. Hamna vitu kama hivi, kamera hazikuwepo. Au sivyo? Haya. Kwa hiyo hii jibu imepatikana. Mpira unapoanzishwa, mpira unapoanzishwa tunatakiwa tuguse ule mpira utembee. Basi. Au sivyo? Mtu yeyote anaweza akaucheza. Sio lazima umfikie mwenzako. Kwa mfano, umewekwa mpira, mtu akapiga moja kwa moja ukaingia ndani ya goli bila kuguswa na mtu. Goli sio goli? Goli nzuri kabisa. Kwani umeguswa na mtu mwingine? Si umeingia moja kwa moja? Ndio. Kwa hiyo sio lazima mpira ukianzishwa uende kwa mwenzako. Sasa tumjibu ndugu yetu. Nini kazi ya penalty arc? Ngoja kwanza tutafute picha ya penalty arc. Iko wapi? Wapi napata penalty arc vizuri? Hii hapa. Hapa napata penalty arc vizuri tu. Hapa. Hii penalty arc kazi yake ni nini? Wanamteza penalty arc kazi yake ni moja tu. Tuna dakika moja tu mwalimu. Penalty arc kazi yake ni moja, ni kwamba kuweka yadi 10 kutoka kwenye penalty spot. Wakati wa kupiga penalty, watu wote wanatakiwa wakae yadi 10 kutoka kwenye mpira. Basi. Kwa kifupi tuseme, wakati wa dead ball yoyote wapinzani wanatakiwa wakae umbali wa yadi 10. Lakini inapokuja swala la penalty, sio wapinzani tu, hata wenye timu mwenzako anatakiwa kuwa umbali wa yadi 10, kwa sababu kwenye upigaji wa penalty mpigaji anatakiwa atambulike, au sivyo? Sawa. Kwa hiyo naamini kabisa ndugu yetu bwana kiu yake tumeikata, na nimefarijika kusema ukweli. Tumekuwa na kipenga hakijawahi kuwa na muda wa kutosha kabisa. Hadi wiki ijayo katika Simba Yanga dabi tukutane Alhamisi ijayo, tutakuletea kile ambacho kitakuwa kimetarajiwa. Niwatakie jioni njema na kwaherini hadi wiki ijayo.